Imepokea hadithi al-Imam al-Baihaqi na amesahihisha al-Allama al-Albani katika silsila al-ahadith as-sahiha nambari 1849, kama amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, khairu nisaikum alwadud alwalud, bora ya wanawake wenu alwadud, ni wale wenye mapenzi ya dhati, kuwapenda waume wao. Bora ya wake zenu ni wale wenye mapenzi ya dhati. Alwalud, wenye kuzaa, wenye kuzaa. Bora ya wake zenu ni hao. Na hapa wakatoa maelezo ahlul ilm kwa wale ambao hawazai tasa, kwamba al-akhir, mwanamke mgumba, ikiwa mwanamke huyo anamcha Allah tabaraka wa taala, atakuwa ni bora kuliko mwanamke anayezaa asiyemcha Allah tabaraka wa taala. Na kama mwanamke huyu mgumba asiyezaa, kama atakuwa na subra juu ya uchungu anaopata wa kukosa kizazi, bila shaka wanasema ahlul ilm, ataukuta ujira wake kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa ushahidi wa ile hadithi aliyopokea al-Imam Muslim kutoka kwa Suhaib, ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min in asabathu sarra'u shakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Jambo iliyoje ya jambo la muumini. Muumini mambo yake yote kwake yana khairi, na hilo haliwi isipokuwa kwa muumini. Akipatwa na jambo la kumfurahisha muumini, anamshukuru Mola wake. Kule kumshukuru Mola wake kunakuwa na nini? Na khairi kwake. Na akipatwa na jambo lenye madhara kwake, kwenye nafsi yake, anafanyaje muumini huyu? Ana subra. Kule kusubiri kwake kuna khairi kwake. Kwa hiyo khairi na shari kwa muumini yote ni khairi. Wewe mtu sijakajisikia vibaya kwamba basi sisi sio wewe ambaye huzai mcha Mungu, taqiya, naqiya, safia, saima, kadha, muti'a, unamtii mume wako, kadha, unasabira, waweza kuwa ni bora kuliko anaweza. Almuwatiya, almuwasiya, hadithi inaendelea. Almuwatiya, almuwasiya, kwa maana mwenye utiifu na mwenye kuendana na ndoa aliyokuwa nayo. Hawa ndio bora wa wake zenu. Idha taqaina Allah, pale watakapokuwa hawa wanamcha Allah tabaraka wa taala.